Habari za leo na karibu sana katika Mizani ya Wiki. Hii ndiyo nafasi yako wewe kuweza kupata undani wa moja ya mambo ambayo yametokea katika juma husika. Juma hili limekuwa na sarakasi ama sinema ambayo imekuwa ikiendelea hapa nchini, hasa kwenye masuala mazima ya siasa. Na hapa nazungumzia chama cha wananchi CUF, ambako juma hili awali tulishuhudia kusimamishwa, kufukuzwa wanachama kwa wabunge 8 chama hicho, na baadaye majina hayo taarifa yakapelekwa kwa spika. Spika akajiridhisha kwamba walikengeuka mambo ambayo walitakiwa kuyafanya na akaamua kutangaza kuwavua ubunge. Baada ya hapo akapeleka taarifa kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, na NEC ikatangaza watu 8 ambao walichukua nafasi ya wabunge hao 8 wa viti maalum ndani ya CUF. Baada ya hapo sasa wengine akaendelea kutokea kadri siku ambavyo zilikuwa zikienda katika juma husika. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika siku hii ya leo katika Mizani ya Wiki. Na studio tumemwalika hapa Abdul Kamba, yeye ni mkurugenzi wa habari na uenezi, unaweza ukasema anayeunga mkono pia upande wa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, mwenyekiti wa taifa wa chama. Karibu sana Abdul. Shukran, asante. Naam, lakini pia tunaye Mbarara Maharagande, yeye ni kaimu naibu mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano ya umma, ambaye yeye anaunga mkono yale ambayo yanafanywa na katibu mkuu wa chama hiki Maalim Seif Sharif Hamad. Karibu sana. Asante sana. Tuanze na Abdul. Moja ya vitu ambavyo vilishtua wengi ni hatua ya kuwafukuza wanachama wa bunge hawa 8, na watu wakawa wanahoji kwamba nani ambaye yupo nyuma ya uamuzi huu. Katiba ya chama cha wananchi CUF ndio iko nyuma ya uamuzi uliochukuliwa. Tunapofanya maamuzi, hatufanyi maamuzi kwa utashi wa mtu mmoja ama watu wawili ama watu watatu. Na hili tatizo kumejengeka kupima mgogoro wa chama cha wananchi CUF kwa dhana na utashi, sio kwa kutumia katiba ya chama cha wananchi CUF. Hapo ndipo tatizo kubwa lilipo. Mtu kama anaweza akawa mzuri kwenye mambo ya lobbying ya media, mambo ya lobbying ya NGOs huko, anaweza akawa na support nzuri kwenye media, anaweza akawa na support nzuri kwenye NGOs, lakini akakosa support nzuri kwenye katiba ya chama cha wananchi CUF. Na hili ndio tulokuwa nalo. Unategemea chama cha wananchi CUF kifanye nini kama wabunge wake hawa wanashiriki kwenye vikao vya kukihujumu chama, wanakuja fronti kwenye media, wanaweka mikakati ya kukihujumu chama, wanazungumza wazi, wanawakaribisha watu wasiokuwa wanachama wa chama cha wananchi CUF kinyume na katiba hii, wanaisemea CUF, wanahatarisha mpaka usalama wa watu. Tuendelee kubaki tu tunavumilia? Tunajenga taasisi inayofuata katiba. Tunaondosha zidumu fikra za katibu mkuu. Hata CCM waliokuwa na zidumu fikra za mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi walifikia bahala fikra za Mwalimu Nyerere hazikupewa nafasi ya kudumu. Vipi CUF, chama ambacho kinahitaji kujenga demokrasia, kinahubiri demokrasia kila siku, kinaikosoa serikali, kinakosoa watendaji wa serikali, kwa nini tusiwe na nafasi ya kujikosoa sisi wenyewe? Kama tunaweza kuainisha vifungu vya katiba vilivyovunjwa na viongozi wa serikali, vilivyovunjwa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar, vinavyovunjwa na tume ya uchaguzi ya muungano, kwa nini tushindwe kuonyesha vifungu vinavyovunjwa na katibu mkuu na genge lake? Tunayafanya haya kwa misingi ya kulinda chama cha wananchi CUF, sio kumlinda mtu, na tutaendelea kufanya hivyo. Mwanasiasa bora, mwanasiasa mzuri ni yule anayejiamini yeye mwenyewe, anasimamia msimamo wa chama kwa misingi ya katiba. Mbarara, umemsikia Kambaya namna ambavyo anasema kwamba uamuzi huu umezingatia katiba ya chama cha wananchi CUF na si matakwa ama utashi wa mtu mmoja. Upande wenu wenyewe mnapinga na mmesema kwamba mnawatambua bado wale wabunge 8 hawajafukuzwa wanachama, na pia baraza kuu la uongozi limesema kwamba wao wanaamini kwamba wale hata ubunge wao ni sahihi. Kwa nini mnasema sio sahihi haya ambayo yameamuliwa ya kuwavua wanachama wale wabunge 8 wa viti maalum? Asante. Kwanza naomba nikuweke sawa kidogo kwamba mimi si kaimu naibu katibu mkuu, mimi ni kaimu
naibu mkurugenzi wa habari ambaye namuunga mkono Maalim Seif, katibu mkuu, au niko upande wake? Kwa maana hapana, mimi ni kiongozi ambaye nasimama kwa ajili ya taasisi ya chama chetu cha wananchi CUF, kama vile ambavyo Maalim Seif anasimama dhidi ya taasisi na mimi tumekutana katika hiyo taasisi. Okay. Kwa hiyo tunakiwakilisha chama chetu cha wananchi CUF katika mwendelezo wa haya ambayo yanayoendelea. Ndugu yangu hapa Abdullah amezungumza kwamba katiba, lakini labda angekuwa specific kwamba unaposema tunasimamia katiba, ibara ipi ya katiba ambayo unaosimamia, alafu hiyo ibara ijadiliwe, ionekane kwamba ina usahihi wa hicho ambacho kinachozungumzwa. Sisi tunaamini kwamba, na ndugu yangu hapa anaamini, anajua hilo, kwamba chama chetu ngazi ya taifa ina vikao vikubwa vitatu: kamati ya utendaji ya taifa, baraza kuu la uongozi la taifa na mkutano mkuu wa taifa. Kamati ya utendaji ya taifa inafanya shughuli zake za kila siku za shughuli za chama, na baraza kuu la uongozi la taifa ambalo linakutana mara 3 kwa mwaka, kila baada ya miezi 4, na baadaye kuna mkutano mkuu wa taifa ambao unakutana mara 1 kwa kipindi cha miezi 30 au paka ndani ya miaka 5 tukutane mara 1 katika kikao cha kawaida. Sasa baraza kuu la uongozi la taifa la chama chetu cha wananchi CUF limechagua wajumbe wa baraza kuu tarehe 23 mpaka tarehe 27 ya mwezi Juni mwaka 2014. Baraza hilo lilimchagua pia Abdul Kambaya, ndugu yangu hapa, kuwa ni mjumbe wa baraza hilo. Kati ya wajumbe hao ambao ni 63, wajumbe 3 wamehama chama, 1 amefariki, 6 wamesimamishwa wanachama. Katika kipindi hiko cha nyuma kidogo wakabakia wajumbe 53 ambao ni halali wa chama, akiwemo Mheshimiwa Abdul ambaye amesimamishwa. Wajumbe hao 53 jana Unguja Zanzibar wamekutana wajumbe 45 kati ya 52, wajumbe 52, na wengine wawili wana dharura na wengine hawakuweza kuhudhuria, hakuwa na dharura yote. Sasa msingi huo wa katiba ya chama chetu cha wananchi CUF unaoelezwa kwamba unatakiwa usimamiwe, ndio unaanzia hapo, kwamba hakuna mkutano mkuu mwingine wowote ule ambao umechagua wajumbe wa baraza kuu la uongozi la taifa. Na ndio kwa msingi huo tunasema kwamba maamuzi yote ambayo yanayoendelea hivi sasa yaliyofanywa na Lipumba na kikundi chake, na kuwafukuza so-called wabunge na bunge kuridhia na tume kutangaza wengine, ni batili, kwa sababu Lipumba hana baraza kuu, Lipumba hana bodi ya wadhamini, Lipumba hana kamati ya utendaji, kwa sababu chombo ambacho chenye mamlaka ni hiki cha baraza kuu, ambalo lilipomsimamisha wakati huo wa nyuma Lipumba, Magdalena Sakaya, Abdul Kambaya, Maftaha na wengine walikata rufaa kwa mkutano mkuu wa taifa. Sasa labda leo tupate taarifa kwamba kwa nini walikata rufaa. Mbarara, umesema wewe si mtu ambaye unaunga mkono mtu, lakini upo kwa ajili ya maslahi ya chama. Naam. Chama na taasisi imeraruka katikati, mpasuko umekuwa mkubwa sana, na huu ni kutokana na kila mmoja anavuta upande wake, kutokana na misimamo ambayo ipo. Kambaya ametuambia kwamba wao wanasimamia katiba, na mpaka sasa inavyoaminika kwamba mwenyekiti ambaye anatambuliwa katika maeneo kadhaa ukienda ni Profesa Ibrahim Lipumba. Naam. Sasa wewe katika haya ambayo unayaona na unasema kwamba lengo lako kuangalia taasisi, ndio unahisi hii mivutano inawapelekeni wapi, ukiachana tu na haya kwamba hawa wamefukuzwa, hawa wanasimamishwa? Ndio. Kwanza unapozungumza mpasuko lazima uwe wa kisheria na kikatiba, kama nilivyokueleza kwamba baraza kuu lina wajumbe 52 halali, na kabla ya hapo kulikuwa na wajumbe 63. Sasa katika wajumbe hao, hata ukichukulia hao wote 63 pamoja na marehemu wote wawe hai, wajumbe 45 wako pamoja. Mpasuko huo unatoka wapi? Kama wajumbe 45 wako pamoja,
alafu wachukue hao wajumbe ambao ni 13 kwamba hawako pamoja na wenzao katika mfumo wa demokrasia, wachache wafuate wengi, wengi wafuate wachache, au wachache wafuate wengi. Kwa hiyo kwanza, katika msingi wa ndani ya chama chetu sisi hatuamini kuwepo kwa mpasuko, na ndio maana tumekutana na tunaendelea na tumebakia katika msimamo uliokuwa sawa sawa. Sasa tunaelekea wapi? Tunakoelekea ni kwamba pamoja na kwamba Lipumba anatambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini, na ndio mashauri ambayo yako mahakamani ya kuhoji uhalali huo, kwa sababu kama taasisi ya CUF haipaswi kuchaguliwa viongozi na taasisi za serikali. Msajili hana mamlaka ya kuingilia masuala ya uongozi wa ndani ya chama chetu cha wananchi CUF. Na kama kuna tatizo lolote lile ambalo limejitokeza, msajili anachotakiwa kuelekeza ni vikao vya chama kwa mujibu wa katiba viende vikafanye resolution wenyewe ndani ya chama, lakini sio yeye aseme fulani kiongozi, fulani sio kiongozi. Mamlaka hayo hana. Maragade, tutarudi kwako. Unasema kwamba chama chenu hakitakiwi kuingiliwa, lakini tumeona siku za hivi karibuni moja ya vyama ambavyo vinaunda umoja wa katiba wananchi, UKAWA, ambako nyie wote mpo katika kundi hilo, ilisema kwamba litaingilia ndani kwa sababu inahisi kuna usaliti ambao unafanyika na baadhi ya watu ambao ni viongozi waandamizi. Amuoni kwamba hapo pia mnaruhusu kuingiliwa ndani ya maamuzi ya chama chenu? Hapana, sio kuingiliwa katika maamuzi. Kama tunavyofahamu kwamba mwaka 2013 mwishoni kwenda 2014 kulikuwa na mchakato wa katiba mpya ya Tanzania. Kwa hiyo mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo tukatengeneza umoja ambao ndani ya bunge la katiba unaoitwa UKAWA. Vyama takribani zaidi ya 7 vilikuwa viko katika umoja huo, na kwenda katika 2015 vyama 4 vilitengeneza umoja imara wa kwenda katika uchaguzi kutoka katika katiba. Kwa hiyo vyama hivi NCCR Mageuzi, NLD na Chadema ni vyama rafiki na CUF katika masuala yote, nyanja zote za kisiasa ndani ya nchi yetu. Tunashirikiana katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo unaposema kwamba wameingilia, kivipi? Kuingilia maana yake ni kufanya decision, lakini wao wanachosema ni kwamba hawamuungi mkono Lipumba kwa sababu alitusaliti, alituacha katika kipindi cha mapambano na ameondoka zake, na amekuwa anawashutumu watu wakati yeye ndo ameasisi. Amepokea viongozi mbalimbali, ametoa wito kwa viongozi waliokuwa CCM wajiunge na UKAWA ili twende pamoja. Dakika za mwisho tunamwona yuko Rwanda. Kwa hiyo wao sio kwamba wametuingilia, bali katika mashauriano yetu sisi na wao wanatuunga mkono katika harakati hizi ambazo tunazoendelea nazo. Tutarudi kwako Maragande. Kambaya, mmeitwa majina mengi ikiwemo kuitwa wasaliti ndani ya chama cha wananchi CUF, na mmeonekana kwamba nyinyi mnataka kuvuruga mambo yote ndani ya UKAWA. Mnajihisi vipi hasa mkiwa mnaitwa majina kama haya na huu mgogoro ambao unaendelea na makandokando yote ndani ya CUF yenyewe? Watu wazima wanajua, mtoto mdogo akikulilia, akikuita wewe baba, wakati huo unajijua sio baba yake, haiwezi kukuathiri kwenye nafsi, kwa sababu unajua huyu sio mwanangu. Haya yanayozungumzwa na wenzetu ni tabia zile tu za kitoto, kupenda kitu ambacho si chake, wakati mwingine kutokana na uwezo wa kufikiri. Uelewa mtoto mdogo unakuwa ni uelewa chini sana. Kwa hivyo huwezi mtu mzima ukakereka na vitendo vya kitoto vinavyofanywa na mtoto. Nitakupa mfano. Yamezungumzwa mambo hapa ambayo huwezi wakati mwingine ukayathibitisha. Amelaumu Maragande hapa kwamba nazungumzia katiba, lakini sijaonyesha ibara yoyote. Mimi nilicheza mpira, nilikuwa midfield mzuri. Wakati mwingine macho unaelekeza kwingine, pasi unapeleka kwingine. Ushamuona unayempa pasi. Nilikuwa nasubiri Maragande aje aonyeshe kifungu cha katiba. Bahati mbaya naye akapita mle nilipopita mimi, hakuonyesha kifungu chochote cha katiba. Sasa jambo la ajabu ambalo Watanzania wanapaswa wafahamu, mkutano mkuu wa chama chetu kwa mujibu wa katiba hii ndio wenye mamlaka ya kufanya maamuzi yote ya mwisho ndani ya chama hiki. Mkutano mkuu umeshindwa kubariki kujiuzuru kwa mwenyekiti. Mkutano mkuu umeshindwa kumfukuza Kambaya. Mkutano mkuu haukumfukuza Sakaya. Mkutano mkuu haukuwafukuza baraza kuu, wajumbe baraza kuu hawa waliowataja. Lakini ngazi ya chini
ambayo haina mamlaka kama ulivyo mkutano mkuu ndio imekwenda kukaa Zanzibar kuwafukuza Kambaya, kumfukuza Sakaya na wajumbe wengine. Hapa utaona kwamba huu ni utashi. Kama ni kweli kulikuwa kuna hoja za msingi ambazo wanazo, mahala sahihi pa kuziwasilisha ilikuwa kwenye mkutano mkuu ule, ndio wenye maamuzi ya mwisho. Na kwa mujibu wa katiba hii, watu watatu hawawezi kufukuzwa na baraza kuu: mwenyekiti wa chama taifa, makamu mwenyekiti wa chama taifa na katibu mkuu wa chama. Wanachama wao haufukuzwi, hauondoshwi na baraza kuu, unaondoshwa na mkutano mkuu. Ndugu yangu anasema hapa wamekaa Zanzibar, wamemuondosha mwenyekiti wa chama, wamemfukuza, na jana wamewafukuza wajumbe wa baraza kuu. Unapomtuhumu msajili katika hili, na umuulize swali zuri, msajili kuonyesha msimamo wako na mtazamo wake, huku akiwa yeye ndio mlezi wa vyama, ndio anayesajili vyama, ndio anayepitisha hizi katiba na kuzikubali, hii sasa bora itumike. Hana mamlaka ya kusema chochote kwenye mgogoro wa kafu. Sumaye, Kubenea, Mbowe, Mbatia wana mamlaka ya kusema chochote. Tatizo tulokuwa nalo, watu wanaoamini katika fikra za Maalim Seif ni watu wasioamini kujenga hoja kwa mujibu wa katiba. Hata Maragani ndo namuona hapa, kaona hata haya kuvaa uniform ya kafu, kavaa uniform ya Ukawa. Katika hilo moja wapo tuna tatizo kubwa la kufikiri kwamba Ukawa ni chama. Na hata hiyo hoja iliyojengwa kwamba tumeanzisha Ukawa ulikuwa na mambo ya kusimamia, na wakati tunapigana ndani ya bunge la katiba kwenye mambo ya Ukawa, hawa wanaowaleta leo wapa nafasi za kutuongoza walikuwa wakiyapinga hayo mambo tunayohitaji sisi. Sisi tulihitaji mambo ya utawala bora mle. Sisi tulihitaji ukomo wa wabunge. Sisi tulihitaji tume huru ya haki za binadamu. Tulihitaji mambo mapana. Tulihitaji muungano wa serikali tatu kwa mujibu wa rasimu ya Jaji Warioba. Frederick Sumaye, Edward Lowassa na wabunge wengine waliotoka CCM wakaja na Lowassa ndio walisimama mle kupinga tulichokuwa tunakihitaji. Hawa leo ndio wamekuwa mashujaa wao wakubwa, maamiri jeshi, eti tunaamini watakuja kupambana na rushwa. Edward Lowassa. Kambaya, kuna moja hapo. Maragandi anasema kwamba nyie hamna baraza kuu, hamna kamati ya utendaji, kwa hiyo hampaswi kuyaamua haya mlioamua kuhusiana na wabunge wa nani wa vitiba. Maragandi haijui hata katiba, anakaririshwa. Tuna vikao vinne, yeye alisema tuna vikao vitatu vya kitaifa. Tuna vikao vinne, amesahau kikao kimoja. Kuna kikao huko kinaitwa cha kamati ya ulinzi na usalama. Na hichi bahati mbaya kipo taifa. Sasa unaposema huna baraza kuu linapatikanaje? Na yeye kakiri kwamba mimi ni mjumbe niliochaguliwa kwenye mkutano mkuu. Yeye huyu Maragandi hana uongozi kwenye tawi, hana uongozi kwenye kata, hana uongozi kwenye wilaya, huku taifa ndio sisemi. Sasa anamwambia mtu ambaye amechaguliwa na mkutano mkuu kwamba hana baraza kuu la kufanya maamuzi. Baraza kuu nalipataje? Baraza kuu nalipata kwa kuchaguliwa. Na ndugu yangu, katiba hii hapa nakupa usome mwenyewe. Ikiwa hawa wana baraza kuu, watuambie anayeongoza baraza kuu sasa ni nani? Tukubaliane na hoja yao kwamba profesa amefukuzwa hivyo hivyo wanavyotaka wao, whether kwa usahihi ama sio kwa usahihi. Anayeongoza kikao cha baraza kuu hivi sasa ni nani? Makamu mwenyekiti hayupo, kahama chama. Huyu ana tatizo, sio msaliti huyu. Nani mwenyekiti ndio huyo amefukuzwa. Na kukaimu kwa mujibu wa katiba yetu hakuzidi miezi 6. Profesa tangu ajiuzuru na mpaka amefukuzwa kama wanavyoamini wao, wamemchagua nani kuwa mwenyekiti wa chama, kuongoza chama? Ndio hapa tunapojenga hoja. Hatuwezi kuongozwa na fikra za katibu mkuu, mwenyekiti na kuja kwenye kamati tendaji. Maragandi tulikupa fursa hapa mimi wakati tunaanza sisi kuinterfere. Utazungumza brother. Unapozungumzia kamati tendaji pia utuambie kamati tendaji inapatikana vipi? Kamati tendaji inapatikana kwa uteuzi wa mwenyekiti. Mwenyekiti ndio anayeteua. Naenda kwenye katiba, utakwenda pale utakuta nadhani ibara ya 91 kifungu F. Mwenyekiti, soma kifungu utasoma, ndio anayeteua wajumbe wa kamati tendaji. Sisi imani yetu mwenyekiti hajajiuzuru, utata wetu upo kwenye 117 na huyu anajua kama kuna mgogoro unaharibu kafu, wa kulaumiwa ni huyu. Huyu ndio alotoa kura za uongo pale 1 2 3 4 476 wamesema kajiuzuru, 1 2 3 4 14 wamekataa. Huyu wanakataa 14, alafu 328 siku ya pili wanakwenda kwa msajili
kusema sisi tunapinga kilichofanyishwa kule. Hatuwezi kuendesha chama hivi. Tutarudi Kambaya. Maragande, moja ya vitu ambavyo kwenye maazimio ya Baraza Kuu la Uongozi ambalo mmeketi Zanzibar, alisikika katibu mkuu wa chama akisema kwamba yeye anaamini Lipumba ni rafiki, akitumia maneno ya Kiingereza, lakini anaamini nyuma ya Lipumba ndio kuna watu ambao wanasababisha mtafaruku ndani ya CUF. Hilo mnaliamini wote ambao mlikuwepo, ama linaaminika na mmoja baina ya wale ambao mlikuwepo katika Baraza Kuu? Asante. Na nafikiri nianze na hilo alafu utanipa kidogo niweke sawa katika baadhi ya mambo ambayo aliyokuwa ameyazungumza ndugu yangu hapa. Tunaamini sote na wanaamini Watanzania wengine wote katika hilo, na halihitaji tochi kujua kwamba nyuma ya Lipumba, nyuma ya Kambaya, nyuma ya Magdalena Sakaya na wengine kuna mkono wa vyombo vya dola na mataasisi mengine ya serikali, ya Chama cha Mapinduzi yanayowaunga mkono na kuharakisha na kuwafanikishia kufanya haya mambo yanayoendelea. Sasa kama hawa ni rafiki zenu, kwa nini amrudi katika meza mazungumzo? Nitasema hilo. Mheshimiwa Rais alipokuwa Mtwara alisema mafuta na chuma ni ana damu ya CCM, roho yake ni CCM. Juzi hapa alikuwa kaliua kwa Magdalena Sakaya, Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, pia alirudia hilo kwamba huyu anafanya kazi za CCM. Kwa hiyo kama hawa wa chini chini wanafanya hivyo, bwana mkubwa ambaye amekuwa akipiga hodi mara kwa mara katika ikulu ya nchi yetu, basi nadhani na yuko katika mkondo huo. Kwa hiyo hilo halina shaka yoyote kwamba katika swala hili ambalo linaloendelea ndani ya chama cha CUF kuna nyuma yake kuna mashinikizo ya vyombo vya dola katika kutaka kuivuruga CUF. Unaniuliza kwamba kwa nini amkai katika meza mazungumzo kama hawa ni ndugu zenu na rafiki zenu, ili kupata suluhu ya uhakika na wananchi wanachama wa mioyo yao imetakasika? Ni ndugu kijamii, ni ndugu tunazokaa katika imani, lakini si ndugu katika swala la kuimarisha demokrasia ndani ya nchi yetu na swala la kukiboresha na kukiimarisha chama cha wananchi CUF. Muendelezo wa mambo ambayo yalikuwa yamefanywa na Profesa Ibrahim Lipumba na wenzake tangu amejiuzuru. Taarifa kama unavyofahamu, kama taasisi kubwa ya chama inakuwa na vyombo vyake vya ufuatiliaji na kujua nani kaingia wapi, nani katoka wapi, nani kakutana na nani. Ni wazi kabisa kwamba ndugu zetu wameamua kukisaliti chama cha wananchi CUF na kuwatumikia CCM ili kuua upinzani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kukaa mezani na adui yako ni jambo rahisi sana. Unaweza ukakaa naye ukajua kwamba yule ni CCM, mimi ni CUF. Lakini unakwenda mezani, mtu ni msaliti, mtu ameamua kuwa kibaraka. Unakaaje na msaliti na kibaraka mezani? Mzungumze nini? Haya, Lipumba alivyojiuzuru, nani ambaye asiyemfuata kumwambia kwamba usijiuzuru? Alikuwa anashinikiza kujiuzuru na kusupport ajiuzuru ni Kambaya na Magdalena Sakaya na wenzake wengine marehemu. Kwa hiyo unakuta kwamba hawa ndio walikuwa wameshinikiza ajiuzuru, sisi tunazuia asijiuzuru. Leo wao wanasema arudi na wanashinikiza arudi. Sasa inakuwa ni mchezo. Maragande, kwa msimamo huu ambao bado mnao, ukiangalia CUF kwa namna ambavyo hivyo ilivyo, licha kwamba unasema hakuna mpasuko, lakini kuna watu ambao kwa sasa hamfiki pale Buguruni kwenye ofisi za chama, na kuna wakati ilitakiwa kufanyika usafi, lakini vyombo vya dola vikaingilia kati. Unadhani ya kwamba kuna mwelekeo mwema wa chama hiki ambacho kilishatikisa nchi katika medani za kisiasa? Mwelekeo mwema upo mkubwa tu, na haya yote yanayofanyika ni katika lengo la kutaka kuvuruga hayo ambayo yako mbele yetu muda ambao sio mrefu kuanzia sasa, ili yasiweze kufikiwa. CUF ni taasisi na imekuwa imara tangu kuasisiwa kwake, na mtu yote ambaye alikuwa akiichezea alikuwa hawezi kubakia salama, na tuna imani kabisa kwamba katika hao ambao leo hii wameamua kukihujumu chama chetu cha wananchi CUF, nao vile vile hawatobaki salama. Kuna haki ya Wazanzibari ya tarehe 25 Oktoba mwaka 2015. Swala hilo lipo katika mwelekeo wa kuweza kupata ufumbuzi. Haya kukimbizana huku, tunamfukuza katibu mkuu, tunamfukuza huyu, tunafanya hiki, ni katika project hiyo ambayo inayoendelea. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa chama chetu cha wananchi CUF baada ya muda mfupi wa kumalizika kwa tatizo hili kitaibuka na kitaendelea kubakia kuwa imara zaidi, na hao wasaliti watakuwa nje
ya taasisi yetu. Kambaya, bado mnabainishwa nyewe kama vibaraka ama wasaliti na ambao mnaonekana mnataka kulegeza ule mwelekeo na kasi ambayo nitaendelea tu kutumia mfano ule wa mtoto ndio mahala pake una siasa. Ametoa mifano mingi, ametoa mfano wa rais kwenda Mtwara na kumzungumzia Maftaha, rais kwenda Kaliua kumzungumzia Sakaya. Maragande anasahau rais huyu amekwenda pale Serena Maalim anaumwa na akasema gharama za kulala hapa kwa muda wote utakaokaa hapa talipa mimi, gharama za hospitali talipa mimi. Wewe mzee wetu tulia, tunafanya nawe kazi vizuri. Ili kasahau ni mtoto akisahau. Wewe mtu mzima una kumbukumbu, kwa hiyo huwezi kumhukumu. Huyu Seif Sharif huyu kakaa vikao 9 kutafuta kinachoitwa muafaka wa Zanzibar na CCM wako 9, yeye mmoja. Hao wote kina Baragandi hawa hawaingia hawa. Wakakaa huko wakazungumza, na sio mara ya kwanza. Huyu aliitwa na Mwalimu Butiama, huyu Seif Sharif huyu alichozungumza na Mwalimu mpaka leo hajakisema. Watu wa media walipomhoja akasema ni siri yangu na Mwalimu. Huyu sio msaliti. Na huyu kesha kuwa katibu wa kamati ya ulinzi na usalama ya nchi hii, Mwalimu akiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Huyu Seif Sharif huyu. Sisi tunajenga hoja kwa mujibu wa katiba hii. Hatujengi hoja kwa dhana. Nimekupa ibara ya 91 kifungu F ndio kinachotengeneza kamati ya utendaji. Mwenyekiti akishaiteua kamati ya utendaji ndio anampa katibu mkuu, fanya nayo kazi hiyo. Katiba hii ibara ya 93 kifungu cha 3 kinazungumza pale ambapo katibu mkuu hayupo, naibu katibu mkuu anemfuata kwa mamlaka atakaimu madaraka ya katibu mkuu mpaka pale katibu mkuu atapokuwa tayari kufanya kazi za chama. Seif Sharif hataki kufanya kazi za chama. Kwa haya yote Maragandi anasema kwamba wao wanaona kwamba kafu itaimarika upya. Wewe kwa upande wenu na haya makando yote itaimarika. Kafu kweli inaimarika. Tumepata wabunge wateule 8 na muda si mrefu baada ya kuapishwa wakitoka kwenye shughuli za bunge. Utaona shughuli za wabunge wanaoitii katiba ya kafu watakwenda huko kufanya kazi za kuhudumia na kuimarisha chama. Sio wabunge waliopo sasa kazi yao kukutana Magomeni na Ufipa pale kujadili namna ya kuihujumu kafu. Amesema jambo zuri kweli, kafu itaimarika na haina matatizo yote. Na mimi nataka kukueleza kitu kimoja. Hatuwezi kuwa tunaendesha shughuli za kisiasa kwa dhana za kukaririshwa tu. Tunaambiwa hapa na mimi nakubali, sijawahi kumuona Maalim akisema uongo. Alisema miezi 3 Zanzibar mambo yanakuwa mazuri, yanaapishwa. Na mimi naamini kabisa Maalim. Leo nadhani siku kama ya 70 hivi ama 71. Miezi 3 tutaapishwa. Pamoja na huko nyuma yalitoka masaa 3, masaa 4. Na nataka kujenga kitu gani hapa? Tatizo tulokuwa nalo, Maalim anatumia nguvu kubwa sana kumzuia profesa asiwe mwenyekiti bila kutumia katiba. Anashindwa kutumia nguvu hiyo ya kuhakikisha anapata nafasi ya urais wa Zanzibar waliomchagua. Sasa anatengeneza hoja za kitotototo. Hivi mgogoro wa kafu unazuia nini Jumuiya ya Umoja wa Mataifa isimpe nchi? Na kesha tembea kaenda huko nchi zote mpaka Umoja wa Mataifa kakaa chini ya mabendera akapiga picha pale kawasilisha hoja. Yani Lipumba mmoja huyu asiyekuwa na nguvu, kibaraka wa CCM inokatiwa misaada, serikali inokatiwa misaada na wazungu, anashindwa Maalim kuapishwa. Tuna matatizo, tusilete propaganda. Kwa dakika moja Maragandi, wakati umetukimbia sana. Wakati umetukimbia. Labda ni kwamba hajui kinachoendelea na amezungumza sana. Hajui kinachoendelea. Mimi najua, ndio maana mimi nataapishwa tu muda si mrefu. Hafahamu kinachoendelea. Kwa hiyo nafikiri ndio maana yuko katika nafasi hiyo anayozungumza. Katiba. Wapi katika katiba ya chama cha CUF inaruhusu kiongozi aliyejiuzuru atengue kujiuzuru kwake? Okay. Problem tulokuwa nayo. Soma Nurdin 117. Wapi? Hoja wapi kujiuzuru kumekamilika. Hoja hiyo hataki, anakwepa, ndio ya kukaririshwa hii. Patapo kuona sisi mtu anajiuzuru mwenyewe alafu anarudi. Katiba 117 inazungumzia utaratibu wa kujiuzuru. Utaratibu wa kujiuzuru unakamilika pale ambapo mamlaka iliyokuchagua ama kukuteua inaporidhia.
mamlaka, mkutano mkuu umeleta matatizo. Mheshimiwa msajili anasema hivi. Mwanzo cha matatizo ni huyu. Mheshimiwa msajili anasema hivi. Kujenga hoja ya katiba. Katiba hiyo inazungumzia katibu mkuu alipopokea barua ndani ya miezi 6 alipaswa kuipeleka kwenye mamlaka iliyomchagua. Profesa kajiuzuru Agosti 23, 2015. Mamlaka imefikishiwa Agosti 21, 2016. Huyu Maalim hawi tatizo kwa kuvunja katiba hii. Wanakaririshwa vijana. Hapana. Ndio problem, usipokuwa mwanasiasa msajili wa vyama vya siasa mizizi unapata tabu kufanya maamuzi kwa sababu unakuwa tegemezi. Ukimuuzi Seif Sharif hakuteui. Unafanya hivi ndio msajili wa vyama vya siasa msingi wake wa maamuzi yake ni kwamba profesa aliandika barua ya kutengua. Na ndio maana anastahili kuendelea kuwa mwenyekiti. Ndio nauliza kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa katiba ya kafu ni ibara ipi inayoeleza kwamba kiongozi aliandika barua ya kujiuzuru anaweza kuandika barua ya kutengua? Ndio swali langu tu hilo. Anionyeshe. Kwa sababu mkutano. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba unipe nafasi nimalizie dakika yangu moja. Ni kwamba sio kweli. Kwa mfano mheshimiwa hapa anazungumzia kwamba mkutano mkuu umeitishwa, hatujachukuliwa hatua sisi kufukuzwa. Ajenda yake mheshimiwa ilikuwa sio kufukuza watu. Kwa hiyo wenye mamlaka hawakufukuza, wewe sio kwa mamlaka unafukuza. Haikuwa agenda. Sio wenye mamlaka. Haikuwa agenda tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka jana katika mkutano mkuu uliofanywa Aprili 2 ya kwenda kuwafukuza Sakaya, Kambaya. Hapana, haikuwa agenda hiyo. Agenda ilikuwa ni taarifa ya kujiuzuru kwa mwenyekiti na ambayo ilikamilika na wajumbe wakapiga kura zikahesabiwa, zikaelezwa. Na swala unapozungumza sijui mwenyekiti kamati ya utendaji inapatikana kwa 91 ni kweli 91F ya katiba ya chama inazungumzia upatikanaji wa kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji iko wapi? Isipokuwa chama hakina mwenyekiti. Na aliwateua akatengua kuteua kwa huyu mwenyewe. Hana mamlaka. Profesa hana mamlaka kutengua. Keshatenguliwa mara 3 huyu. Hakusema hana mamlaka. Hana mamlaka hayo. Huyu ndio mkurugenzi wa habari na uenezi kuanzia 2005 mpaka 2009. Huyu akatenguliwa, akachukua huyo mtu anaitwa Ashura Mustafa. Huyu akapata ukurugenzi wa siasa na mafunzo. Akatenguliwa tena. Kipindi hicho mwenyekiti Lipumba ni halali. Lakini leo Lipumba hawana sawa hoja yake. Hoja yako hana mamlaka ya kutengua wakurugenzi. Si ndio hoja yako? Hana mamlaka? Hebu mkumbushe, anasahau unaona. Hapana. Unachozungumza swala hapo ni nani ambaye anaweza kwa mujibu wa katiba hii kuteua kurugenzi na kutengua au kamati ya utendaji? Kamati ya utendaji inateuliwa na mwenyekiti akishauriana na makamu mwenyekiti na kwenda kuthibitishwa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Katika katiba yetu au chama chetu na katiba ilivyoweka imeweka check and balance. Yaani wewe ambaye unaiteua, kama kuna tuhuma za kutaka kumuondoa kiongozi ambaye umemteua, mwenye mamlaka hayo ni Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Kamati ya nidhamu inapitia kama kuna tuhuma, inapeleka mapendekezo yake kwa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa linamuondoa mkurugenzi au na baadaye kazi ya kuteua inarudi kwa nani? Alipotenguliwa yeye, alipotenguliwa ukurugenzi wa habari na uenezi na ukurugenzi wa siasa, zilifuatwa hizi anazozungumza hapa. Ilikuwa muda wa uongozi umekwisha. Nimetumia miaka 5. Ukurugenzi wa siasa muda wa uongozi umekwisha. Muondolewa wewe, kaondolewa Bashange pale 2010. 2009 ndo tumechaguliwa wewe. Ndio mkurugenzi wa siasa. Baada ya uchaguzi 2010 pale Kawe pale umekwenda kuondolewa wewe, Ashura Mustafa, Bashange. Utaratibu huo ulitumika unaosema kwa idhini ya Baraza Kuu. Hakuna idhini ya Baraza Kuu. Tumekaa kwa Baraza Kuu, tumezungumza ajenda, tukama mapumziko, wazee wakaingia ndani, waliporudi wanakuja anasema tumeamua kufanya mabadiliko. Hakukuwa na ajenda hiyo. Ajenda ni tathmini ya uchaguzi. Mtazamaji wa hoja kabambe hii leo tukiangazia mambo ambayo yanaendelea ndani ya chama cha wananchi CUF, ikiwemo hatua ile ya kuvuliwa wanachama kwa wabunge 8 wa viti maalum na yaliyofuatia vikao ambavyo vilikuwa vinafanyika upande wa profesa na vile ambavyo vilikuwa vinafanyika kule Zanzibar chini ya Maalim Seif Sharif Hamad. Abdul Kambaya akaniachia katiba ya chama cha wananchi CUF, nami pia nitaenda kujiridhisha kusoma katika yale ambayo yanaendelea kupambaniwa baina ya pande hizi. Niwashukuru sana kwa kuweza kuchukua muda wenu na kuja studio. Nakushukuru sana. Asante. Kambaya hali kadhalika pia Mbarara Maharagani. Asante sana. Tumekuwa nao katika mjadala wenye afya kwa ajili ya siasa za taifa hili pamoja na siasa za chama cha wananchi CUF
moja ya vyama ambavyo hakika unaweza kuthubutu ni chama, ukisema ni chama ambacho kimetikisa nchi tangu kuanzishwa kwake. Naitwa Nurdin Selemani. Tutaenda tena wakati mwingine katika Mizani ya Wiki. Nikutakie tu mtazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Azam TV. Kwaheri kwa leo.